Karibu katika sehemu yetu ya pili ya kuangazia utume wa huyu mtu anayefahamika Muhammad. Na kwamba katika sehemu ya kwanza tulithibitisha kupitia maandiko, hasa katika Agano la Kale, katika Injili na pia katika ule waraka wa kwanza wa Yohana, kwamba huyu Muhammad kwa vyovyote vile ni nabii wa uongo kwa mujibu wa maandiko. Na tulifika kule kufuatana na namna gani Qur'ani yenyewe inatuambia sisi wa Kristo tuchambue mambo yetu na tutoe hukumu kwa kufuata yale ambayo Mungu aliteremsha kwa mujibu wa Qur'ani inavyodai kwamba Wakristo tunatakiwa tuhukumu kwa kutumia Injili na vitabu ambavyo vilitangulia kabla ya Qur'ani. Sasa tukachambua na tukathibitisha kwa kupitia maandiko kwamba huyu Muhammad ni nabii wa uongo. Sasa sehemu hii ya pili tutaangalia Qur'ani yenyewe inatuthibitishia kwamba huyu Muhammad hakika ni nabii wa uongo. Tunaenda kusoma katika Qur'ani sura ile ya 69 aya ya 43 mpaka 46. Naam, Qur'ani sura ya 69 aya ile ya 43 mpaka 46 inasema: ni uteremsho utokao kwa Mola wa viumbe vyote, na kama angelizua juu yetu baadhi ya maneno tu, bila shaka tungalimshika kwa mkono wa kuume, kisha kwa hakika tungalimkata mshipa mkubwa wa moyo. Qur'ani hapa inachosema ni kwamba kama huyu Muhammad angetoa maneno yoyote ambayo hayakutoka kwa huyu Allah, basi hakika angepata adhabu ya kuuawa, na huyu Allah angemshika mkono wa kulia na akamkata mshipa mkubwa wa moyo wake. Hapa inathibitisha kwamba Allah anasema mtume yoyote au nabii yoyote, akimzungumzia Muhammad hapa, kwamba kama atatoa maneno yoyote ambayo si ya kutoka kwa huyu Allah, basi hiki ndio kingewa kifo chake, kwa angalimkata mshipa wa moyo. Sasa tunapata wapi maisha ya Muhammad? Kwa kawaida Qur'ani haimzungumzii Muhammad kwa uchache sana, kwa sababu kupitia Qur'ani huwezi kujua wazazi wa Muhammad majina yao, hujua amezaliwa wapi, hujua ameishi vipi, hujua amekufa vipi. Kwa hiyo vyanzo peke yake vya kwenda kuangalia maisha ya Muhammad ni viwili tu: hadithi pamoja na ile wanaita Siratul Rasul, yani sira ya Muhammad. Sasa nitakusomea hadithi tatu ambazo zinatuelezea hatima ya Muhammad, nini kilimpata na jambo gani limpelekea kifo chake. Nitakusomea hadithi tatu. Ya kwanza inatoka katika mkusanyiko wa Sahih Bukhari, hadithi namba 3169. Nitakusomea pia Sahih Muslim, hadithi namba 2190A, na Sahih Bukhari namba 4428. Tukaanze kwanza na hii Bukhari 3129 ambayo pia inapatikana katika kitabu cha mikusanyo ile ya Bukhari, kitabu cha 58, hadithi namba 11. Imesimuliwa na Abu Huraira, wakati Khaibar ilipotekwa, kondoo alitiwa sumu alipewa Mtume kama zawadi na Myahudi mmoja. Mtume akaamuru wakusanywe Wayahudi wote waliokuweko hapo mbele yake. Wayahudi wakakusanywa na Mtume akawaambia, sasa hapa kuna visa hii hadithi ni ndefu kidogo, nitaruka hapo kati, nitakwenda kule mwishoni uweze kupata mantiki. Kisha hapa baada ya wale Wayahudi kukusanywa mbele ya Muhammad akaanza kuwauliza, je, sasa mtaniambia ukweli nikiwauliza swali? Wakasema ndio, ewe Abu al-Qasim. Akauliza, yani hapa Muhammad amuuliza, je, umemtia sumu kondoo huyu? Wakasema ndio, yani wale Wayahudi wakasema ndio. Akauliza, ni nini kilikufanya ufanye hivyo? Wakasema, tulitaka kujua kama wewe ni muongo tutakumaliza, na kama ikiwa wewe ni nabii basi sumu haingalikudhuru. Kwamba hawa Wayahudi waliompa sumu wataka kuthibitisha, je, huyu ni nabii ama la, kwamba kama wewe si nabii basi sumu hakika ingalikumaliza, lakini kama wewe ni nabii basi wewe singalikudhuru. Hii ni kwa mujibu wa Sahih Bukhari, hadithi namba 3169. Tunakwenda sasa hadithi ya pili, Sahih Muslim namba 2190A. Inapatikana pia katika mkusanyo wa hadithi za Sahih Muslim, kitabu namba 39, hadithi namba 59. Anas anaripoti kwamba mwanamke mmoja wa Kiyahudi alikuja kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu akiwa na nyama ya kondoo yenye sumu, naye akala kati ya kile kilicholetwa. Yaani huyu Muhammad alikula katika sehemu ya ile nyama. Madhara ya sumu yalipompata akamwita na kumuuliza kuhusu hilo, ndipo akasema, nilidhamiria kukuua. Hapo akasema Mtume wa Mwenyezi Mungu,
hakika Mwenyezi Mungu hatakupa uwezo kulitekeleza. Yeye alisema, yani msimuliaji, kwamba wao wale masahaba wanauliza, je, tumuue? Hapo akasema hapana. Akasema Anas, niliona madhara ya sumu kwenye kimeo cha Mtume Mwenyezi Mungu, kwamba ile sumu, huyu Anas anasema kwamba aliona madhara ya ile sumu katika kimeo cha kwenye kimeo cha Mtume Mwenyezi Mungu. Yani yale madhara, kimeo ni kipande cha nyama, ukifungua kinywa hivi kuna kitu kinaning'inia. Katika Kiswahili kinaitwa kimeo, sijui kwa Kiingereza kinaitwaje, kinakuwa kinaning'inia. Sasa hii ni kwamba tunachoona hapa tayari madhara ya ile sumu imeanza kuonekana katika kinywa cha Muhammad. Tunakwenda kusoma hadithi hii ya tatu ya Sahih Bukhari, hadithi namba 4428. Hadithi hii inapatikana pia katika mkusanyo wa hadithi za Bukhari, kitabu namba 64, hadithi namba 450. Sasa hii imesimuliwa na Aisha. Amesimulia Aisha, Mtume alipokuwa akiugua maradhi ambayo yalimuua, alikuwa akisema, ewe Aisha, na hisi uchungu uliosababishwa na chakula nilichokula Khaibar. Kwa ufupi ni kwamba lile tukio lilitokea baada ya vile matukio ya vita ile ya Khaibar, ambapo Muhammad pamoja na watu wake walikwenda wakavamia Khaibar, wakawateka na wakakamata Wayahudi na wakaua watu kadhaa pale. Sasa yule mwanamke wa Kiyahudi alikuwa mmoja wapo wa mateka, na ndio akamtengenezea ile nyama ya kondoo, akaitia sumu ambayo Muhammad aliila pamoja na baadhi ya masahaba wake, ambako sahaba mmoja alikufa pale pale wakati wa kila. Yeye Muhammad ile sumu ilimdhuru, lakini haikumuua pale pale. Lakini Aisha hapa anasema Mtume alipokuwa akiugua maradhi ambayo alimuua, alikuwa akisema, ewe Aisha, bado nahisi uchungu uliosababishwa na chakula nilichokula Khaibar, na sasa nahisi kwamba mshipa wa moyo wangu unakatwa na ile sumu. Hapa Muhammad anamuelezea Aisha kwamba anahisi mshipa wa moyo wake unakatwa kutokana na ile sumu. Na Muhammad alikufa baada ya miaka 3, lakini aliugua sana kwa kipindi kisichopungua miaka 3 baada ya kuila ile sumu. Na mwishoni hapa, kabla ya kufa, anamuelezea Aisha anachokihisi, kwamba anahisi mshipa wake wa moyo unakatwa. Na ndicho ambacho Qur'ani ile sura ya 69 kuanzia 43 mpaka 46 inaeleza wazi kwamba lau kama huyu Muhammad atafanya lolote lile, ataweka maneno ambayo si yake kutoka kwa huyu Allah, basi hichi ndio itakuwa ndio hatima yake. Na tunaona ndicho namna gani kifo chake kilivyokuwa, kwamba huyu Muhammad alikufa na ule mshipa wa moyo wake ulikuwa umekatika, anamueleza Aisha. Kwa hiyo kwa mujibu wa Qur'ani na hadithi, hii ni uthibitisho unatoka katika maandiko yenyewe ya Waislamu kuthibitisha kwamba huyu Muhammad hakuwa nabii wa kweli. Na kuna mapokeo ya hakika kabisa kwamba katika maisha yake ile kati ya mwaka 610 mpaka 632 ile, huyu Muhammad alipokea aya kadhaa ambazo zinajulikana kama aya za shetani, ambazo alidanganywa na Ibilisi, akazipokea na akawafundisha masahaba wake. Baadaye kile kiumbe kinachojulikana kama Jibril kikakwenda kuzungumza naye na kumtolea ukali kwamba zile aya hazikuwa zimetoka kwa Allah na tayari alikuwa ameshazifundisha. Na matokeo yake ndio haya, Muhammad anakuja kufa kwa kulishwa na sumu na mshipa wake wa moyo unakatika. Huu ni uthibitisho mmoja wapo. Kwa hiyo kuhusu unabii wa Muhammad hatuupati tu katika vyanzo vya Kikristo, lakini pia tunapata katika uthibitisho wa Qur'ani yenyewe na hadithi. Kifo chake kinathibitisha wazi Muhammad alikuwa nabii wa uongo. Ndugu yangu Muislamu, tunasema haya sio kwa nia ya kudhihaki, lakini kukuonyesha wazi kwamba Muhammad ni nabii wa uongo. Msingi tu wito wangu siku zote kwako wewe Muislamu ni kwamba njoo kwa Yesu, Mungu wa kweli aliyeshuka akatoa mwili akakaa kwetu, akafa msalabani, kifo ambacho kilitabiriwa tokea manabii wa mwanzo kabisa, na kilitabiriwa hivyo na ndicho lililotokea. Akafa msalabani, akawa fidia ya dhambi zetu. Bwana Yesu alikuwa ni mkamilifu, akafa
akafuka siku ya tatu. Na Yohana anatuambia kabisa katika Injili yake ile ya sura ya 3 mstari wa 16, anasema jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe uzima wa milele. Kifo cha Bwana Yesu kilikuwa katika kutimiza unabii na katika kutupa wokovu. Tofauti kabisa na kifo cha Muhammad, kinathibitisha unabii wake kwamba ulikuwa unabii wa uongo na haujawahi kumletea mtu yote wokovu na hautakao mletea mtu yote wokovu. Na mafundisho kama tulivyoona katika sehemu ya kwanza, mafundisho ya Muhammad aliyokuja nayo kupitia Qur'ani yalikuwa yanakiuka mafundisho yote yaliyokuwa yametangulia kabla yake, na ndio maana hatuwezi kumsadiki, na ndio maana yoyote anayefuata mafundisho haya Muhammad, basi ni wazi kabisa naye atakuwa anapotea. Ndugu yangu Muislamu, tafakari haya mambo. Wito wangu tu kama ninavyosema siku zote, nyinyi ambao mnaangalia video hii, naamini mnatumia hizi simu janja, download hizi Injili, download Biblia, usome maisha ya Bwana Yesu Kristo katika Injili zote za Mathayo, Marko, Luka pamoja na Yohana. Utaona uzuri wa Bwana Yesu, utaona upendo wake, utaona wokovu wake ulivyo. Nawe ndugu yangu, ili nawe siku moja uweze kumwamini na kumkiri na upate neema hii ya wokovu. Asante kwa kunifuatilia.